polisi katika eneo la Buruburu wanachunguza mauaji ya mwanamume wa miaka 41 katika mtaa wa Uhuru anayedaiwa kuuawa kwa kudungwa kisu na msichana mmoja wa umri wa miaka 17. Kwa mujibu wa walioshuhudia, marehemu alifika nyumbani kwa mpwa wake ambaye anaishi na msichana huyo kutatua ugomvi wa kinyumbani. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ben Kirui, msichana huyo anadaiwa kumdunga kisu shingoni na kumuua. Uso za huzuni, vilio na majonzi zilianikiza kote katika mtaa wa Uhuru. Wakazi waliamkia tukio la kusikitisha ambapo msichana wa umri wa miaka 17 anadaiwa kumdunga kisu mjomba wa mpenzi wake. Marehemu Collins Onyango mwenye umri wa miaka 41 alikuwa kwa mpwa wake Paul Olo aliyekuwa akiishi na mshukiwa Belinda Bahati Achieng kujaribu kutatua ugomvi uliozuka. The deceased is my beloved husband. Tumechelewa jana mpaka saa 7 usiku. So he left me to tell me anaenda buy things, arudi kunichukua mali nilikuwa we were somewhere celebrating the Christmas day. Sikujua he was telling me goodbye. Wakati wa mvutano huo, msichana huyo anadaiwa kumdunga Collins kisu shingoni. Furugu ilianza jana ambapo watu alivuta jamaa hapa chini, akamvuta akamwelekeza mpaka huko, akaumia mpaka mgongo. Sasa leo kulingana vile nasikia ni kama mjomba wake huyo kijana ule boyfriend yake ndio alikuwa anakuja kwa hii nyumba kuchukua vitu za Angolia kiza kijana. Walianzania pale ameaga. Nilikuwa naenda kanisani na nikamsalimia na within hata ikumaliza dakika 2 akarudi na nyuma, na ndio nikasikia hizo fracas. Kurudi nikapata amedugwa kisu, ameanguka kwa mtaro. Marehemu alikimbizwa katika hospitali ya Edelvale Trust Jamaa Mission Buruburu ambako alithibitishwa kufariki alipowasili. Sina strength ya kuongea zaidi hapa. Collins hakuwa na mtu wa kusumbua watu. He was a peaceful man. Hata watu yuko wanamjua. So nashindwa, mbona huyu alimwattack? What was the reason? Mshukiwa aliokolewa na polisi kutoka kwa wananchi waliokuwa wakitaka kumshambulia. Polisi walipata nyumbani humo kisu kinachoaminika kutumiwa kwa mauaji. Mwili wa marehemu umehamishiwa katika makafani ya hospitali ya Mama Lucy Kibaki ukisubiri uchunguzi wa maiti. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.